ni hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa kuwasaidia vijana wasipate mimba ambazo si za kutarajiwa, lakini pia kujikinga dhidi ya magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya ngono? Sawa, tena hapa anze na majina kabisa. Sisi tulimtambulisha kama mtaalamu. Asante, jina langu naitwa Messi Anyosisi Ezekia, ni mtaalamu wa afya, lakini pia ni kaimu mratibu wa mama na mtoto mkoa. Okay. Ndio. Tuelekee kwenye swali letu hilo ambalo umeulizwa hapa. Sawa kabisa. Kwanza kuna hatua 7 ambazo zinaweza zikasababisha hawa vijana wetu wasipate hizo mimba za utotoni pamoja na magonjwa ya ngono. Hatua ya kwanza, elimu ya afya ya uzazi wa mpango, lakini pia elimu ya afya ya uzazi wa kujitambua. Kwanza kabisa tunatakiwa tuwapatie elimu hawa vijana. Elimu hiyo iwe sahihi kuhusiana na mabadiliko ya mwili na athari za kufanya ngono katika umri mdogo. Hatua ya pili, tunatakiwa kutoa ushauri sisi kama watu wa huduma, ushauri nasaha na usiri na ziwe rafiki kwa vijana. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunawapa nafasi hawa vijana ya kuzungumza changamoto zao bila kuhukumiwa. Kwa hiyo wataweza kutueleza kwa undani kuhusiana na mambo wanayopitia, lakini pia na changamoto wanazokutana nazo. Kwa hiyo watakapoleta zile changamoto hatutakiwi kuhukumu. Lakini pia kuwapa ushauri juu ya kuzungumza kwa uwazi kuhusu changamoto zao bila kuhukumiwa kama nilivyosema. Hatua ya 3, kuelimisha kuhusu njia za uzazi wa mpango. Hapa kwenye kuelimisha huwa tunawafundisha na kutoa taarifa sahihi kwa njia za uzazi wa mpango, ikiwemo vidonge, kondom kama tulivyosikia kwenye igizo pale. Hatua ya 4, kuna kukuza mazingira rafiki kwa vijana katika vituo vya afya. Mpaka sasa tumefanikiwa kwa hapa Katavi kukuza hizo njia za huduma rafiki kwa vijana. Tuna weekend clinic kila Jumamosi, tunakaa na vijana kuanzia miaka 10 mpaka 24, tunawaelimisha. Kwa hiyo pia imesaidia. Lakini pia ushirikiano wa wazazi na walimu. Kama wazazi wakitupa ushirikiano mzuri pamoja na walimu mashuleni, tutaweza kuwaokoa hawa vijana. Sio tumempatia huduma, mzazi anakuja juu kama kwenye igizo nadhani tumeona. Lakini tukiwasaidia sasa ndio tutafikia tamati kama tulivyoona episode ya 6. Lakini pia kampeni za jamii na vyombo vya habari. Kwenye kampeni hapa kwa kutumia redio, mitandao ya kijamii na mikutano ya kijamii ili kueneza ujumbe sahihi wa kujikinga. Kama hivi tulivyo redioni, kuna vijana wanasikiliza, mitandao ya kijamii watafuatilia Mpanda FM, wataona njia hizo za huduma za uzazi pamoja na magonjwa ya ngono. Hatua ya 7, huduma za uchunguzi na tiba ya magonjwa ya ngono. Hii tutaelimisha vijana kupima mara kwa mara magonjwa ya ngono kama vile VVU, kaswende, kisonono, gonorea na magonjwa mengine na kadhalika. Kwa hiyo hizo ndio hatua za kuwasaidia hawa vijana. Okay. Kuna watu hapa kwenye hawajaingia bado kwenye ndoa na wanatamani sana kufikia ndoto zao. Unaweza ukatusaidia ni aina gani za njia za uzazi wa mpango ambazo zinapatikana huko kwenye vituo vyenu vya afya, na ukatusaidia ni zipi ambazo zinapatikana na zinafaa zaidi kwa hawa vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa? Asante. Njia za uzazi wa mpango zipo katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni njia za muda mrefu, za muda mfupi. Kundi la pili ni njia za muda mrefu na kundi la tatu ni njia za kudumu. Tukianza na kundi la njia za muda mfupi, tuna sindano. Hizo sindano zinakaa kuanzia wiki 12 ambazo ni sawa sana miezi 3. Kwa hiyo mtu akichoma moja miezi 3 anarudi tena. Lakini pia kuna njia za vidonge. Hapo kwenye vidonge kuna aina 2. Kuna zile dawa ambazo wananyonyesha, lakini pia kuna zile kuanzia miezi 6 na kuendelea. Lakini pia hizo anakuwa anatumia na zenye kama sindano. Kila baada ya miezi 3 anarudi kuchukua. Lakini pia kuna njia nyingine ya kondom. Kondom pia hiyo anapata
yeye kwa kulingana na uhitaji wake yeye. Kwa hiyo hizo hatuwezi kumpangia. Kwenye kondom kuna kondomu ya kike na ya kiume. Lakini pia kuna sindano kama nilivyosema imeshatajwa. Lakini njia nyingine ni hizi njia za asili. Sasa hizo za asili kwenye mwongozo wetu kwa sasa hapana hazijatolewa. Ila akija mtu tutampatia elimu. Mfano tumesikia hapo kuna kalenda, kuna njia ya kuhesabu kuangalia joto lile la mwili. Wakija hospitali tutawaelekeza zaidi. Kuna njia ya kuruka, hizo njia za asili. Hizo zote ni njia za muda mfupi. Tukienda kwenye njia za muda mrefu tuna kijiti. Hivi vijiti vimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni vijiti vya muda mrefu. Kuna Impranon ambao ni vijiti vya miaka 3, kuna Jadele vijiti vya miaka 5. Lakini pia tuna kitanzi. Hicho kitanzi kinakaa miaka 5 mpaka miaka 10. Hizo ndio njia za muda mrefu. Tukienda kwenye njia za kudumu sasa ndio kufunga uzazi kwa baba au mama. Hii inatakiwa mtu ambaye yani wameshakubaliana baba na mama kwamba sisi tumeshamaliza kuzaa, sasa tunafunga. Sasa sio mtu ana watoto wawili, ana mtoto mmoja anafunga. Hapana, ukija hospitali pia kuna ushauri huo. Hizo ndio njia za muda, njia zote za uzazi wa mpango kama nilivyoziainisha. Swali la pili pale kwenye hapo niliona ulisema njia zinazofaa kwa vijana wasiokuwa kwenye ndoa. Njia ya kwanza ni kutojamiana kabisa. Kitaalamu tunaita abstinence. Ni njia bora zaidi kwani inazuia mimba na magonjwa ya ngono. Kwa hiyo mtu asipofanya kabisa atakuwa ameshafanyaje, ameshajizuia. Njia ya pili kuna kondom. Kondom ya kiume au ya kike. Inapendekezwa sana kwa vijana kwa sababu inalinda mara 2 dhidi ya mimba na magonjwa ya ngono. Lakini 3 kuna vidonge au sindano. Zinaweza kutumika na wasichana walioanza ngono lakini bado hawapo kwenye ndoa, ila lazima wapate ushauri kwanza wa kitaalamu. Okay. Ndio.